Tulipokea barua mnamo tarehe 22 mwezi wa kwanza 2026 iliyohusiana na kumwondoa madarakani mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Lulembela. Na baada ya kupokea barua hiyo, tumeweza kuzingatia utaratibu na sheria za mamlaka ya serikali za mitaa sura namba 287 toleo la 2024, na ndiyo maana leo hii tumefika hapa ili tuweze kujiridhisha na kuona ni jinsi gani mwenyekiti huyu wa kijiji ameondolewa madarakani katika kijiji hiki. Na baada ya kikao hiki tumeweza kufuata taratibu kama ifuatavyo. Wajumbe wa serikali ya kijiji tulikuwepo pale kwenye kikao pamoja nao, na kwa mujibu wa mwongozo umeelekeza kwamba makosa aliyoyafanya mwenyekiti wa kijiji yanatakiwa kusomwa mbele ya kikao cha serikali ya kijiji, na mwenyekiti wa kijiji atapewa ruhusa ya kujitetea juu ya makosa aliyoyafanya. Na katika kikao cha leo yote hayo yamefanyika, na mwisho akapewa nafasi ya kujitetea. Na baada ya hapo, kwa mujibu wa mwongozo unaelekeza kwamba wajumbe wa serikali ya kijiji wanayo haki ya kuweza kupiga kura ya kuwa na imani au kutokuwa na imani na mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Endapo mwenyekiti wa kijiji hataridhia maamuzi hayo, tutakuja hapa kwenye mkutano. Lakini kwa siku ya leo, baada ya kura kupigwa na wajumbe wa serikali ya kijiji, kura za kutokuwa na imani na mwenyekiti zimekuwa nyingi kuliko kura za kuwa na imani na mwenyekiti. Lakini tulivyokaa tukasikiliza hoja nyingi na baadhi ya watu wengine wakatoa ushahidi, mwenyekiti mwenyewe kwa ridhaa yake akatuandikia barua leo tarehe 31 mwezi wa 3 2026 kuridhia kwamba sasa kwa tuhuma hizo kuanzia leo sasa sio mwenyekiti wa kijiji hiki cha Lulembela. Na kwa makofi hayo kwa maagizo yangu sasa kwamba serikali sasa ina utaratibu na chama, taona namna bora ya kutangaza nafasi hii baadaye ili tumpate mwenyekiti mwingine ambaye ataweza kuwakilisha wananchi vizuri bila kutumia mabavu, maneno, lugha chafu, si ndio hivyo? Matusi hayaruhusiwi kwenye uongozi. Na hiyo ndio jambo kubwa sana kwa huyo ndugu yetu. Sababu inawezekana labda alikuwa anasimamia maendeleo, lakini lugha aliyokuwa anaitumia kwa wananchi na wale watu wanaokutana nao ni lugha ambayo kwa kweli ukisikiliza kwa kweli haistahili. Kwa hiyo kama viongozi wenye dhamana, sisi wote, hakuna kiongozi mwenye jukumu au mwenye ruksa ya kutumia maneno ya matusi au lugha chafu kwa wananchi. Sisi tunatakiwa kuwasikiliza wananchi na kutatua kero za wananchi na si vinginevyo. Mimi bwana, nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Lulembela, nilichaguliwa na wananchi kwa imani kubwa tu. Ndio. Lakini kila mmoja anaweza kuishi falsafa yake na falsafa ya chama. Ndio. Mimi nimekuja kuona ni bora nikajihudhuru baada ya kuona falsafa yangu, lakini pia falsafa ya chama chetu. Chama cha Mapinduzi, baadhi ya viongozi wenzangu wanaikiuka, ila wao bila kujua kwamba wameikiuka. Mimi sio muumini wa rushwa. Ndio. Na mimi sio muumini wa rushwa, na mimi sio muumini wa majungu. Ndio. Lakini naona wengi wanajielekeza sana kwenye mambo hayo. Ukiwagusa kwenye rushwa unawakosea, ukiwakataza majungu unawakosea.